Kwanza, mimi nataka niwashukuru sana wananchi wa Kitui kwa sababu mmekuja kwa wingi sana. Tuko na halaiki ya watu wengi sana hapa Kitui leo, na mmekuja hapa kuunganisha na kuungana na ndugu zenu wananchi wa taifa letu la Kenya. Leo Kenya mzima inajulikana, sherehe ya mashujaa inafanyika katika mji wa Kitui. Wana Kitui, watu wa Kitui, asanteni sana kwa kuwa wenyeji na kwa kutusaidia in hosting this great day as we celebrate Kenyan heroes. Kutoka kwangu na serikali nzima la taifa la Kenya, nawaambia watu wa Kitui asanteni sana. Nyinyi pia kwa kufanya tendo hili la kuunganisha Kenya, nyinyi pia watu wa Kitui na wapigia salute kama mashujaa wa taifa letu la Kenya. Nyinyi mnajua nilikuwa na mpango ya kutembea hapa Kitui kwa shughuli ya mambo ya maendeleo ya taifa letu, hasa mambo ya maendeleo ya Kitui County. Ilikuwa nije hapa Wednesday na nikuwe hapa tena Ijumaa na nikuwe tena hapa kesho na kesho kutwa. Nilikuwa nimepanga safari ya siku 5 hapa Kitui na pia katika sehemu zingine za Ukambani. Lakini kwa sababu ya msiba tuliopata, hiyo ziara yangu sasa nitaipeleka mbele kidogo. Wiki 2 zijazo mimi nitakuwa hapa. Mimi nitakuwa hapa. Na nitakuwa hapa makusudi kwa sababu Kitui, Ukambani kwa siku nyingi imewachwa nyuma. Na mimi nimesema kwa vyovyote Mungu anijalie hii Ukambani haitawachwa nyuma tena. Nataka mnisikize jameni, ndugu zangu watu wa Kitui. Sisi ni wananchi wa taifa moja. Sisi ni wananchi wa nchi moja, taifa letu la Kenya. Siasa ya zamani ya ubaguzi, siasa ya migawanyiko na chuki na ukabila ndio imetuletea hasara ya sehemu zingine za Kenya kuachwa nyuma kwa sababu ya siasa duni ya kubagua wananchi wengine. Ndio mimi nimesema kwa vyovyote hii Ukambani haitawachwa nyuma tena. Mnanielewa? Wacha nirudie. Maneno ya zamani ya kusema sijui bomwe, sijui betwe, Ukambani ikabaki nyuma, haitatendeka tena. Nasikia hata kuna wengine wanajaribu kueneza siasa ndogo ati maskini jeuri. Iko maskini jeuri ya kufanya nini? Hakuna umaskini itabaki hapa Ukambani. Tunataka tuungane, tushirikiane, tufanye kazi kwa pamoja. Nataka mnisikize ndugu zangu watu wa Ukambani. Hii stadium tulijenga kama serikali ya Kenya. Tumeweka hapa milioni 750 tujenge hii stadium na bado haijakamilika. Tangojea pengine mwezi moja ikikamilika, tumejenga kila mahali, tumeweka parking mzuri, nitakuja kufungua rasmi ikiwa imekamilika. Na ni kwa sababu tunafanya hivi sio Ukambani peke yake. Tunafanya hivi katika taifa letu la Kenya. Pia nimeamrisha wizara ambayo inahusika na michezo pia tujenge stadium kama hii pale Machakos, na tujenge stadium kama hii pale Wote, pale Makueni.
kwa sababu nchi ya Kenya ni nchi ambayo inajulikana na ni mashuhuri kwa mambo ya michezo, na sababu hiyo stadium and infrastructure ya mambo ya michezo lazima tuwe nayo. Wewe Waziri Mvurya, unajua vile utafanya tukamilishe hii, ili mapema mwaka ujao tuanze Machakos na tuanze pale Makueni, kwa sababu tunataka Ukambani tembee sambamba na sehemu zingine za taifa letu la Kenya. Hapa vile vile tumejenga uwanja wa ndege. Mimi nataka niwaeleze ya kwamba hiyo uwanja haijakamilika. Bado tutajenga terminal building. Tunataka hiyo uwanja ikae kama viwanja zingine za ndege sehemu zote za Kenya. Hapa vile kiongozi gavana amesema kuna barabara tulisema tumetengeneza. Kuna zingine zimekamilika, kuna zingine bado. Mimi nataka niwahakikishie yale yote ambayo tuliweka katika mpango yetu tutakamilisha, kwa sababu tunataka wakati tunabadilisha Kenya pia Ukambani inabadilika. Sio hivyo peke yake. Nyinyi mnajua ya kwamba mulituuliza tujenge barabara kutoka Kibwezi, na mulisema hiyo barabara iende mpaka ishikane kule Mwingi. Hiyo barabara tulijenga ikakuja ikakwama mahali fulani pale. Mahali inaitwa kwa siku ama ni kwa nani? Kwa siku hapo. Sasa mimi nataka niwatangazie mahali hiyo barabara ilikwama. Sasa nimetafuta pesa ya kuikwamua, kujenga ifike Migwani mpaka ifike Mbondoni, iungane na barabara ya kwenda Garissa. Tunaelewana jameni? Na nishamwambia Waziri Davis Chirchiri yuko hapa kwamba hiyo barabara sitaki tena mambo ya barabara hiyo kukwama. Tunataka tukamilishe hiyo barabara, kwa sababu mpango yetu ni kuhakikisha ya kwamba Kenya inasonga mbele. Nyinyi mnajua hizo barabara na miradi mingine nyingi zilikwama kwa muda mrefu, kwa sababu tulikuwa na matatizo na uchumi wa taifa letu la Kenya. Na niliwauliza kwa unyenyekevu, munipatie nafasi kidogo ninyoroshe mambo ya uchumi. Sasa mimi nataka niwatangazie uchumi wa Kenya sasa iko steady. Na sasa tuko na mpango kamili ya vile tutasukuma mambo ya maendeleo ya taifa letu mbele. Vile vile viongozi wetu hapa walituuliza ya kwamba kuna barabara ingine ya kutoka Chuluni kwenda Zombe mpaka Mwitika. Hiyo barabara vile vile sasa tuko na contractor